YouTube. Habari kubwa ni kuhusiana na klabu ya Young Africans, mchezaji wao beki Yao Kwasi ambaye amekaa muda mrefu nje kwa majeraha ambayo yamekuwa yakimsumbua hapo, na mpaka sasa inasemekana Yanga wanasubiri ripoti ya madaktari kuona kwamba Yao Kwasi anaweza kuendelea kucheza msimu unaokuja ama kuendelea kumalizia msimu huu. Lakini pia inasemekana Yanga wako tayari kutafuta mbadala wake kama endapo Yao Kwasi hatapona. Yanga wako radhi kumtafuta mbadala wake, lakini tetesi za ndani kabisa kutoka kwenye vyanzo vinavyoaminika vinasema kuwa Yanga wameshaanza mazungumzo na klabu ya TP Mazembe ya huko DRC ya Kongo kwamba wanamhitaji beki huyo kutoka Kongo, TP Mazembe Keita, ambaye amekuwa akifanya vizuri katika ligi ya Kongo. Je, Yanga watafanikiwa kuipata saini ya mchezaji huyo Keita ambaye anafanya vizuri katika klabu ya TP Mazembe? Tusubiri tuone. Je, Yao Kwasi ataweza kuimarika afya yake na aweze kurudi katika nafasi yake na kufanya vizuri, ama Yanga watamchukua Keita kuwa mbadala wa Yao Kwasi? Na Keita akichukuliwa, nafasi ya Yao Kwasi itakuwa wapi, ama ndio atakuwa ameweza kumaridhana na klabu ya Dar es Salaam Young Africa? Tusubiri tuone. Majibu yote utayapata kupitia hapa Ni Yako TV. Ili uwe wa kwanza kuzipata habari hizi za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, basi fanya kubonyeza alama ya kengele. Asante.